Na mimi nasema wanaopinga Ruto sio watu wabaya, but wanapaswa wamwambie chenye afanye mpaka saa hii mwaka imebaki na miezi 4. Ruto akisimama, ametoka kutoka Finland juzi akakuja huko France. Akaenda pale Kakamega. Akauliza nataka mtu asimame hapa Kakamega nikiingia kwa serikali. Mlikuwa mnalipa miwa yenu after miezi 6. Sasa hivi mnalipa after 1 week. Mwenye ananipinga akuja aseme analipa after mwezi 1 ama miezi 3. Nikaona Sifuna akiwa pale Njusi pale Thika na Murang'a. Huko ni kwao, anapaswa kuwa ni information kama anataka kuongoza Kenya ama anapaswa atuambie Ruto ni mbaya. Anapaswa ulito watu wa Western. Hii miwa yenye Ruto anasema mnalipa by 1 week ni ukweli ama ni uongo? Mpaka tunao hatuyasikia Sifuna akiongea akisema wale Ruto alienda kundanganyana pale Western akisema miwa inalipa by 1 week. Ruto akasimama akasema na njengo hospitali level 6 pale Bungoma. Hatukuona Sifuna pale kwa rally yao akisema hakuna hospitali kama hiyo inajengwa pale Bungoma. Wenye wanampinga yaende nasema tafadhali. Haya. Akaenda tena huko kwao, kuna area alikuwa Murang'a. Kuna time alikuwa Murang'a kwa kina Ndini Nyoro na Irungu Kang'ata. Akasema mimi nikiingia president, watu wale wakulima wa majani ya chai walikuwa wanalipa 45 na 50. Sasa hivi mnalipa pesa ngapi? Wakasema tunalipa 135 na 140. Mwenye atanipinga nataka aseme atalipa 250 hata ama 200. Mpaka saa hii wale wanaompinga wote hiyo grupu yote Linda Mwananchi ni opposition. Hakuna mtu mwenye amesema vitu zenye Ruto amefeli kufanya afanye. Haya, Ruto akakuja tena akasema nikiingia nilisema nitajenga viwanja. Moja nimejenga already naenda kufungua pale Atalanta. Mtu aseme hakuna kiwanja imejengwa hata moja international inaonekana pale Atalanta. Ya pili akaenda pale Kakamega akasema nilikuja hapo kwa gavana wa Kakamega. Nikamwambia Mbukungu Stadium haitajengwa under county government, akanipea. Mwenye ananipinga aseme kama hakuna wafanyikazi wako pale wakijenga ile Mbukungu. Kitu ya pili, wewe unasema Ruto amefeli kwa sababu ya education, sijui barabara ama masomo. Sasa hii tukiangalia kuna mangavana wamefanya kazi for information. Mimi sisemi mwenye anasupport Ruto yoyote achaguliwe. Yoyote mwenye amefeli hata akiwa na Ruto mnapaswa mumtoe. Kuna watu wamefanya kazi under government ya William Ruto, si ati wanatoa pesa kwa mfiko yao. Kuna kijana kutoka hapa Kiaro anaitwa Ndini Nyoro. Tukimwangalia ukienda kwao mpaka shule inawekwa Kabros. Unasikia MP kama Junet Mohamed huyu wa Sogo siuni wa Sogo anaanza kuuliza watu, huyu jamaa hii pesa anafanya nayo kazi ya kuweka shule Kabros ni anatoa wapi? Na huyo jamaa mwenye anafanya hiyo kazi wanafanya kwa serikali moja. Kuna jamaa mwingine anaitwa kama Orengo. Tukiangalia Orengo Wangata pale Murang'a amefanya kazi mzee. Wale wa mangavana wamefanya kazi. Ukimuuliza anasema one time. Unatuambia one time na bado kwa hii government unasema one time. Unapaswa utuambie kwa ile pesa ulipewa nayo one time ulifanya na hii na chenye kinafanya useme one time unasawisi Ruto afanye hii na hii. The biggest problem ya Ruto and to now wanao challenge awamwambie chenye atafanya na wasemi chenye watafanya. Wakisema chenye watafanya hata Ruto mwenyewe ataanza kufanya saa hii. Lakini kama wajui chenye watafanya, kama wajui chenye Ruto hayafanya, watajuaje chenye watafanyia tukiwapea serikali? Hiyo ndio yangu ndio speaker. Haya. Nimemaliza. Haya, order.